hiyo ambalo litaanza tarehe 27 na kukamilika kwake tarehe 28. Kwa muda mrefu ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi imeongelea sana swala la ushirika na kufanya ushirika kuwa imara. Na mmeona katika kipindi hiki ambacho serikali ya awamu ya 6 imekuwa madarakani, imefanya jitihada kubwa sana ya kustrengthen ushirika. Na sisi kama Wizara ya Kilimo tunauchukulia ushirika kama ni chombo muhimu sana, kwa sababu wakulima wetu wengi wako katika, tunawaita wakulima wadogo wadogo, kama wanavyoitwa wafanyabiashara wadogo. Kwa hiyo swala la cooperatives ni muhimu sana katika kuwafanya wakulima kuwa na nyenzo za kuweza kuzalisha, kuwa na nyenzo za kuweza kunegotiate na soko, na hasa mfumo huu tulionao wa soko huria. Kwa hiyo ushirika ni instrument muhimu sana. Nchi zilizoendelea zimekuwa na taasisi imara za ushirika za wakulima. Nchi nyingi tu duniani, ukienda nchi za Scandinavia, hata Marekani, Europe, wapi kote, cooperative India, cooperative society ziko powerful sana. Hata ukienda kwa majirani zetu hapa Kenya, cooperative society zina nguvu. Kwa hiyo tunapozungumzia ushirika, kuna ushirika wa kilimo kwa maana ya kilimo mifugo, uvuvi na mapana yake kwa maana ya definition ya kilimo, lakini tuna ushirika wa fedha kwa maana ya SACCOS na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo serikali imefanya jitihada kubwa katika kureform ushirika na namna ambavyo ushirika umekuwa ukifanya kazi. Ushirika sasa hivi unafanya biashara. Vyama vyetu vya ushirika vinauza mazao nje, vina export mazao vyenyewe, vinashiriki kwenye minada, kwenye vyama vya ushirika vya pamba, vyama vya ushirika vya kahawa, vinafanya hii kazi. Lakini vinaingia kwenye shughuli za ubanguaji, vyama vya ushirika vya korosho vinafanya shughuli za ubanguaji na uongezaji wa thamani za mazao. Changamoto kubwa inayokabili sekta ya kilimo ni swala la upatikanaji wa mitaji. Kwa hiyo moja ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kuhakikisha, huko nyuma nchi hii iliwahi kuwa na benki ya ushirika, ilikuwa inaitwa Cooperative Bank and Rural Development Bank. Yes. Kwa hiyo lakini mambo mengi yalipita na ushirika wetu ulianguka. Benki ile ilibinafsishwa, ndio benki ya CRDB sasa. Lakini kama serikali tuliangalia miaka kama 3-4 iliyopita, benki nyingi sana zilifilisika nchini, na hasa community banks. Miongoni mwa benki hizo zilizokuwa zimefilisika, miongoni mwao zilikuwa benki za ushirika. Moja ilikuwa ni benki ya Kilimanjaro Cooperative Bank, lakini vile vile kulikuwa na benki ya Tandahimba Cooperative Bank. Hizi zilikuwa ni benki za wanaushirika wa Kilimanjaro na wanaushirika wa Tandahimba. Kwa hiyo serikali ikaomba grace period kutoka Central Bank ya kuangalia namna gani hizi benki hizi za wanaushirika wa Kilimanjaro na wanaushirika wa Tandahimba wataweza kutana around. Benki kuu ikatupa chini ya uangalizi na baada ya muda mfupi benki hizi mbili ndogo zikaweza kutana around na kuweza kusurvive. Baada ya hapo serikali maelekezo ya rais ikawa ni kwamba lazima kama nchi tuwe na National Cooperative Bank, benki ya ushirika ya taifa. Tumeanza huo mchakato. Nataka niwatangazie rasmi kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu jambo hilo limefanikiwa. Tarehe 28 Mheshimiwa Rais atakuwa mgeni rasmi wa uzinduzi wa benki ya ushirika ya taifa. Benki hii ya ushirika ya taifa itaanza na matawi 4. Lakini vyama vikuu vya ushirika vyote vitakuwa ni mawakala wa benki ya ushirika. Vitakuwa vinafanya kazi ya kufungua account, kudeposit, withdraw, na haya yote yatafata kwa mujibu wa sheria za benki kuu.
Lakini jambo la msingi ambalo kwa nini kama Wizara ya Kilimo tuliona kuna umuhimu wa kumwomba Mheshimiwa Rais kuisukuma ajenda ya kuanzisha benki ya ushirika, sababu ni moja tu. Leo kama nchi tukiuza mazao ya tumbaku kwa mwaka, turnover yake ni zaidi ya dola milioni 400. Sasa hivi tulipofikia kama nchi. Tukiuza mazao ya kahawa ni zaidi ya dola milioni 270, karibu 300 kwa mwaka. Tumeuza korosho msimu uliopita. Mauzo yetu ya wakulima peke yake wamepata zaidi ya 1.5 trillion shilling. Ni mapato ya wakulima walioweka mfukoni mwao. Lakini export, tunaendelea kuuza korosho yetu nje, tunakadiria tutafika zaidi ya dola 600 mpaka 8 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, lakini likija swala la financing, mifumo ya fedha haielewi soko la kilimo na tabia ya shughuli za kilimo. Kwa hiyo kuwa na chombo ambacho kinawaelewa wakulima cha fedha ni jambo la muhimu sana. Serikali sisi tuna instrument zetu. AGITF inatoa kwa wakulima wadogo na tunaitumia kwenye program ya vijana na kina mama. Lakini kuwa na taasisi ya fedha ambayo inawafahamu wakulima, iko karibu na wakulima, ni jambo la muhimu sana katika uchumi wowote. Lakini cooperatives ndio the largest depositor kwenye economy tukizungumzia ukweli. Kwa hiyo benki yao ambayo wataimiliki wenyewe, na by the way vyama vikuu vya ushirika vinamiliki 50%, vyama vya ushirika pamoja na SACCOS na AMCOS zinamiliki 51% ya benki hii. 49% zinamilikiwa na wadau wengine. Sasa Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo haya, na siku ya tarehe 28 atakuwa mgeni rasmi kwa ajili ya uzinduzi wa benki hii. Makao makuu ya benki hii, kwa ambao mmeshafika Dodoma na tayari imeshaanza kazi, yako pale karibu pembeni ya jengo la CCM, mahali ambapo ilikuwa tume ya ushirika. Ndio makao makuu yako pale. Branch nyingine itakuwa Mtwara, branch nyingine itakuwa Kilimanjaro, branch nyingine itakuwa Tabora, na branch moja itakuwa Dodoma. Lakini tunaenda hatua ya pili. Kutakuwa kuna branch Kagera, kutakuwa na tawi Mwanza, kutakuwa na tawi Dar es Salaam kwenye jengo kuu la ushirika pale ilipo CRDB. Tutakuwa na tawi pale pale na sisi kama benki ya ushirika. Tutakuwa na tawi Mbeya na tutakuwa na tawi Katavi. Kwa hiyo natumia nafasi hii kwanza. Hii ilikuwa ndoto, bado kuna matatizo, bado benki za biashara zinafanya kazi, zinajitahidi na zinashirikiana sasa hivi na benki yetu ya ushirika, na tutaendelea kushirikiana na Commercial Bank. Benki hii haianzishwi kwa nia ya kuua Commercial Bank, hapana. Ina complement effort zinazofanywa na Commercial Bank. Ndio mwelekeo wa sisi kama serikali. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais atazindua hii benki. Benki hii itaanza na mtaji wa shilingi bilioni 55. Kwa hiyo ni moja kati ya benki kubwa. Ziko benki katika nchi hii zina mitaji midogo kuliko hii. Sawa? Wanataka tu niseme kwamba hatua ya pili tutakayofanya baada ya uzinduzi wa Mheshimiwa Rais na benki hii kuanza operation, kwa mujibu wa utaratibu na sheria, tutalisti share kwenye soko la hisa kwa ajili ya kuwafanya Watanzania waweze kushiriki katika uchumi huu, Tanzania mmoja mmoja. Kwa hiyo cha pili, na washukuru sana vyama vikuu vya ushirika. Jambo hili tulivyolitangaza lilionekana ni wehu, haliwezekaniki. Na nchi hii bahati mbaya tulionayo sisi ni hostage of history. Yani jambo liliwahi kufanyika zamani likaharibika,
Kwa hiyo kila mtu atakwambia kwamba hii kitu silifeligi. Yes. Failure is part of lessons, It's part of learning. Kwa hiyo na watangazia Watanzania kwamba tarehe 28 benki hii itazinduliwa na Mheshimiwa Rais. Yalikuwa ni maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais kwa Wizara ya Kilimo. Na washukuru sana vyama vikuu vya ushirika, na kushukuru katibu mkuu, na mshukuru DG wa Cooperative Bank, na washukuru watu wote walioshiriki katika hii safari kuweza kufika siku hii. Nataka tu niwatie moyo wanaushirika na kuambia haina maana benki hii imeanzishwa basi iwe ndio kudhani kuwa tutaenda kuchukua hela kwa ajili ya mambo yasiyoeleweka. Benki hii itafanya biashara kama inavyofanya biashara watu wengine, lakini itampa priority mkulima na mwanaushirika kuweza ku access product zitakazo kuwepo katika benki hii.